Kwa jina mimi naitwa Waziri Omari Waziri, ni meneja mamlaka hali ya hewa kanda ya Magharibi. Na ningependa nianze kwa kukumbusha utabiri ambao tumeutoa. Tulitoa utabiri wa kanda yetu hii ya Magharibi ambayo inahusisha mikoa ya Tabora, Katavi na Kigoma, kwamba tulisema tunategemea kupata mvua za wastani hadi chini ya wastani, na tulisema kwamba tunatarajia mvua zingeanza wiki ya kwanza na ya pili ya mwezi Novemba na kuisha wiki ya kwanza ya mwezi Mei. Sasa tathmini zinaonyesha kwamba mvua hizi zilianza vizuri kama ambavyo tulizitabiri, kama ambavyo tulitarajia. Kwa mwezi ule wa Novemba, Disemba, Januari zilienda vizuri, lakini tulipata changamoto kipindi hiki cha mwezi wa pili, Februari, ambapo kati ya siku 28, siku 21 zote zilikuwa siku za ukavu, yani dry days. Na siku 7 peke yake ndio zilikuwa rain days. Sasa kimsingi hizi zimeathiri kwa kiasi kikubwa mazao yaliyokuwa shambani, kwa sababu ndio kipindi ambapo bado yalikuwa yanahitaji mvua, lakini akakutwa na kile kipindi cha ukavu cha karibia siku 21. Lakini utabiri wetu unaonyesha kwamba kuanzia mwezi huu wa tatu tunategemea kwamba tutakuwa na ongezeko kidogo, na tayari wananchi wetu wameshaanza kuona baadhi ya maeneo mvua zimekuwa zinanyesha. Kwa hiyo kimsingi kitu ambacho napenda kusisitiza ni kwamba bado tupo kwenye kipindi cha msimu wa Novemba, Disemba, Januari, February, March, April, kama ambavyo tumekitabiri hapo awali, na mvua zinategemea kuisha mwezi huo wa 5. Kwa hiyo kimsingi wananchi wetu bado nawasisitiza kwamba wafuatilie ushauri wa maafisa ugani, ili pengine waweze kushauri sasa katika kipindi hichi kilichobaki kufikia wiki ya kwanza ya mwezi Mei nini cha kufanya, ili waweze kupata tija na kunufaika na hizi mvua ambazo zimerudi hadi kufikia mwezi Mei wiki ya kwanza. Kimsingi pale tuliposema pale awali mwezi Oktoba, tulisema kwamba utabiri wa mwaka huu ukilinganisha na mwaka jana ni kwamba mwaka jana tulitabiri kwamba mvua zingekuwa za juu ya wastani hadi chini ya wastani, na tulisema kwamba zingekuwa na mchango mkubwa wa El Nino, na ndivyo ilivyotokea. Maeneo mengi ya nchi yalipata mvua nyingi, kukatokea na uharibifu wa miundombinu, lakini tukasema kipindi cha msimu wa mwaka huu tunategemea mvua za wastani hadi chini ya wastani, na tukasema kwamba zinatarajiwa pia kuathiriwa kwa kiasi kikubwa na fenomena nyingine ambayo ni kinyume cha El Nino. Hii inaitwa La Nina. Kwa hiyo tulisema kwamba hii itasababisha kupunguza mvua katika maeneo mengi, hususan mikoa ya Magharibi, na ndicho ambacho kimetokea. Kwa hiyo ingawaje sasa tunaamini kwamba kadri tunavyokwenda huko mbele ile fenomena La Nina inapungua nguvu, na hali inaweza kuwa nzuri kuanzia sasa kwenda kule kwenye Mei wiki ya kwanza mwaka huu.